Umar ibn al-Khattab alipokuwa sasa anasalisha na ndo amir, kaingia katika salatul fajri imaman, na alikuwa akisalisha salatul fajri siku nyingine akisoma suratu Yusuf biakmaliha yote mpaka mwisho sura hizo. Leo angalieni misikiti yetu, imamu akisoma suratu Naba, imamu kweli anapenda sifa. Huu msikiti huu bwana, imamu wake wote wanapenda sifa. Nini? Juzi bwana katusomea al-hataka hadithul ghashiya mpaka mwisho. Mimi nimesimama nataka kuanguka. Maanake unataka wewe ukifika pale qul huwallahu ahad Allahu akbar. Na ukifika katika sala za tarawih ndio hivyo hivyo. Msikiti unaosifika na kutajika ni ule ambao spidi yake ni kali katika kusali. Pumzi moja tu alhamdulillahi rabbil alamin, maana utasikia tu ile wala dhalin amin. Umar ibn al-Khattab anasalisha, hajui kama ndani kaingia mmoja katika maadui zake. Kumbe yumo ndani amechukua khinjar, mudia, kisu kilichokuwa na makali ya huku na huku, akakitoa. Umar yuko katika qiraa, na akiingia katika qiraa akaingia katika bahari nyingine. Mtu unawezekana ukawa vingine, lakini ukiingia katika kusoma maneno ya Mungu unabadilika. Na ndivyo alivyokuwa Saidina Umar. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Waislamu ni wale ambao akitajwa Allah nyoyo zao zinaogopa, katajwa Allah. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu, na zikisomwa aya zake zadatuhum imana, zikisoma Qur'an imani inapanda. Na wewe jifanyie investigation, jifanyie observation. Imam Ghazali anasema tizama moyo wako katika mambo matatu. Istaftih qalbak fi thalathi umuri, uulize moyo wako katika mambo matatu. Ukiona moyo wako unabadilika, unaogopa, una change wakati wa mambo matatu, jua kwamba kidogo imani ipo. Lakini ukiona mambo matatu haya yanapita, yanapotajwa na moyo wako haushtuki, fasalillaha an yamnahaka qalban fala qalba lak, muombe Mungu akupe moyo, kwani wewe ni heartless person, huna moyo. Mambo gani? Nasema inda qiraati alquran, ikisoma Qur'ani tizama moyo unakuwaje. Kimsikia imamu anasoma bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, tizama moyo wako na kama ala gani. Utasikia watu wengine wanaburudika, utasikia watu wengine wametoka katika ulimwengu mpaka katika ulimwengu mwingine kwa sababu ya utamu wa Qur'anul Karim. Inda qiraati alquran, wakati ukisoma Qur'an sal qalbak, utizame moyo wako kwa wapi. Wa inda salah, na wakati wa kusali umesimama, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardh, katika sala uko vipi? Ikiwa katika sala na katika Qur'ani inasoma wala huna habari, Qur'ani inasoma wala moyo haubadiliki, uko ndani ya sala ndo mwanzo unapiga mahesabu. Kuna nazi zangu pale, nafikiri leo na kama 200 hivi, zile zikinunuliwa hii Ramadhani nitabadilika tu. Sami Allahu liman hamidan, Allahu akbar. Lakini unapokuwa mutmainu katika sala, unamkumbuka Mwenyezi Mungu, moyo upo. Wa inda dhikri almauti, na wakati yanapozungumzwa mauti na kifo, tizama moyo wako unakuwa wapi. Watu wanazungumza mauti, dola iko ngapi leo? Niambie bwana mkubwa, mambo yanakuwaje, biashara inakwenda vipi? Wala wewe hakikugusi chochote, kana kwamba unapigiwa gita mbuzi, ufahamu chochote, moyo uko pale pale. Basi Imam Ghazali anakuambia isalillaha qalban, muombe Mungu akupe moyo. Bado hujawa na moyo, moyo haupo. Japo unajiona una moyo, lakini maadamu hushtuki katika matatu haya, huna moyo. Basi Umar akiingia katika Qur'ani, katika bahari nyingine, katoka ghafla kampiga khinjari lile, kamchoma katika tumbo lake chini ya kitovu hapa, 6 ta'anatin, darba 6 za hapo kwa hapo mara 6, mpaka damu zikawa zinachupa zinaruka kama mfereji, mabomba. Omar akaanguka chini, kabebwa akaekwa kando. Kaingia imamu mwingine akaendeleza sala kwa sura fupi na atainaka mfano wake. Baadaye watu wakambeba Amirul Mu'minin, wanampeleka nyumbani.
Kakaa muda, kila tabibu anayekuja kumpa dawa Umar, anaonekana Umar atakata tamaa na maisha, ufalme anauacha, lakini nyuma ya ufalme anaacha historia kubwa. Mwisho alikuja mtu kumjaribu kumnywesha maziwa, tabibu. Yale maziwa alionyeshwa yakawa yanatoka katika tundu alizochomwa kisu na Abu Lu'lu al-Majusi, ghulamu al-Majusi, qatil Umar. Abu Lu'lu al-Majusi qatilu Ali ibn Abi Talib. Basi ikawa yusari'u al-mauta yawman ba'da yawm, kila siku mauti yanamnyemelea khalifatu Rasulillah. Siku ya siku alipokuwa amebanwa, mauti yameshamkabili, yunazi'u, huku anakimbilia, roho yake inaanza kutolewa, na roho inaanza kutolewa kutoka katika ncha za vidole, na imma ni malaika wema au malaika wa kutoa kwa adhabu. Namuomba Mwenyezi Mungu aitolewe roho yangu na zenu na wale wanaonisikiliza, kwa malaika wa rehma ziwe ni zenye kutolewa kwa upole ya Rabb. Wanaanza kutoa roho ya Umar, akaingia Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, habrul umma radiyallahu anhuma, akamwambia ya amira almu'minin, ewe amiri wa Waislamu, abshir bil janna, furahi, furahi, nakupa bishara njema ya pepo, nakupa bishara njema ya pepo. Laqad amanta bi rasulillahi yawma kafarahu an-nas, umemwamini mtume siku watu walimkufuru. Wa nasartahu yawma khadhalahu an-nas, ulimnusuru mtume siku walipomwacha mkono watu. Wabasharaka ar-rasulu bil janna, alikubashiria mtume kwamba wewe utakwenda peponi. Wamata ar-rasulu wa huwa anka radhi, mtume alikufa hali yuko radhi nawe. Walam yakhtalif ala khilafatika ithnani, na siku ya kutawala kwako hakuna alokupinga hata mmoja. Wabasharaka ar-rasulu bil jannati wa mutta shahidan, na mtume akakubashiria kwamba wewe utakufa shahidi, na leo unakufa shahidi. Fa abshir bil jannati ya Umar, basi bishara njema, tunakupa habari njema za peponi ewe Umar. Anataja nini? Historia aliyoacha Sayyidina Umar. Na mtume anasema katika hadith, idha hadartumul marida aw al mayyita fala taqulu illa khaira, mkihudhuria mahali ambapo yuko mtu anatoka roho, au mkihudhuria mbele ya mgonjwa, fala taqulu illa khaira, msiseme maneno isipokuwa maneno ya kheri. Fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun, kwani malaika wakati ule wanasema amin kwa kila mnalolisema mbele ya mgonjwa au mtu anayetoka roho. Je, ndivyo zilivyo baraza zetu na majalisi yetu tunapokuwa wakagua wanaumwa? Kihudhuria mtu yuko katika sakaratil mauti, mtume anasema sema mazuri, malaika usema amin kwa kila unalolisema. Sio watu siku hizi wakifika mahali jamaa anakufa leo, alikuwa mlevi huyu, analewa mpaka analewa, malaika amin. Ama leo kweli kinaondoka kiumbe leo, humjui huyu. Tumenasema fala taqulu illa khaira, jifundisheni ndimi zenu kusema mazuri mbele ya maiti. Yale mabaya yapeni kisogo kabisa. Mnajuaje mabaya yake aliyoyatenda? Pengine ameshasuluhishana kati yake yeye na Allah, sasa mkiarudia tena yanamuumiza maiti. Alikuwa mlevi, naam, pengine ametubu. Alikuwa dajjali na sahara, alikuwa mushrik, pengine amerudi. Na kuna watu hurudi, kila mmoja hurudi kwa wakati wake. Yuko mwingine hurudi baada ya miaka 10 akarudi. Sasa sio kila siku wewe unamtaja na yale mambo aliyokuwa akiyafanya hapo zamani za kale. Hata fulani naye anasalisha. Kwa nini? Kwa sababu miaka 10 iliyopita alikuwa anauza gongo. Bado tu wewe unamwandama na ukuuza gongo kwake.
Kuna wengine hutubu baada ya miezi ya kuhesabu, kuna wengine hutubu baada ya masiku tu, na kuna wengine hutubu baada ya masaa kwa tendo alilolitenda, na kuna wengine hutubu baada ya madakika, na kuna wengine hutubu huko pale kwa pale, nimekosa ya Rabbi nisamehe. Hii ndio khulq ya binadamu. Sio unaendeleza tu bila kufikiria na wewe vile vile ni kiumbe na unayo ya kwako nyuma, unayaangalia vipi na hayo. Basi Mtume anasema tabia ya kutaja maovu ya watu, hasa maiti wakati anatoka na roho yake, muache. Lakini inawezekana kabisa kwa baadhi ya watu miongoni mwetu ikawa mtu amekaa analifikiria zuri lake amtaje nalo halipati hata moja. Ya Rabbi la taj'alna minhum. Watu wamekaa anaumwa fulani, wanafikiria zuri la kumtaja nalo hawalipati. Wakitizama kulia wanaona viwanja vyake, wakitizama kushoto wanaona mashimo yake, wakitizama mbele na nyuma hawaoni isipokuwa sawadun a'dham. Wanafikiria lipi la kheri tumtaje nalo hawalipati. Fala saddaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla laka fa awla ayahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta la saddaqa la salla. Hakuna kizuri tutamtaja na nini huyu? Kitu gani ambacho tukitaje cha kheri? Labda ibada zake ilikuwa ni za siri basi kati yake na Mola wake, na pengine ndo hivyo na tumdhanie hivyo, lakini tunatafuta cha kutaja cha kheri kipi? Ndiyo cha shari tusikitaje, lakini kheri gani aliyeifanya huyu mpaka tuitaje mbele yake ili malaika waseme amin? Kwani Umar analiona jeneza pamoja na Mtume linapita, watu wanasema wallahi huyu bwana ni mtu mwema, huyu anakwenda peponi tu, milango ya pepo iko wazi kwa ajili yake. Mtume akasema wajabat, imestahiki kuingia peponi. Umar akamuuliza ya Rasulullah, wama wajabat? Akamwambia mmesema mazuri yake, basi Mwenyezi Mungu ndivyo alivyo huyu mtu na kwenda peponi, amestahili kuingia peponi. Mwingine akapita pale wasema huyu bwana ni ataingia motoni, ni kuni za moto, kila kiwanja kiovu anapatikana yeye, kila mahala pabaya anapatikana yeye. Mtume akasema wajabat, nalo pia imestahiki, kwani hivyo ndivyo alivyo. Kuna wengine unatafuta athari za kheri huzipati. Historia yako ni ipi ndugu yangu Muislamu? Ziko wapi fingerprint zako za kheri? Innamal mar'u hadithun ba'dahu, mtu ni mazungumzo baada ya kuondoka. Mazungumzo yako yatakuwa nini baada ya kuondoka? Aliuliza mmoja, afil jannati ana au fil nar, mimi motoni au peponi? Akaambiwa idha aradta an ta'lama afil jannati anta am fil nar, ukitaka kujua uko peponi au motoni, fandhur badha yaqulu an-nasu ba'da mautik, tizama watasema nini watu baada ya kifo chako. Hana kuni, watasema nini watu baada ya kuondoka? Akaona jeneza lingine, Mtume akasema mustarihun, wallahi amepumzika huyo, anakwenda kustarehe. Au mustarahun anhu, au kama hajapumzika yeye basi watu wamepumzika naye huko duniani. Wanasema leo ameondoka, alhamdulillah. Hivi ndivyo hali ya maisha inavyokwenda kwa jinsi ya historia tunavyoziandika.
abshir bil jannati ya amira almu'minin, hongera peponi ewe amiri almu'minin. Laqad amanta bi rasulillahi yawma kafara bihi an-nas, ulimwamini mtume. Wa nasartahu yawma khadhalahu an-nas, ukamnusuru mtume. Wa mutta shahidan, umekufa shahidi. Wa mata ar-rasulu wa huwa radin anka, mtume alikufa yuko radhi nawe. Wa basharaka bil janna, akakubashiria pepo. Wa lam yakhtalif ala khilafatika ithnani, hakukhalifiana yoyote wakati unatawala wewe kuwa kiongozi. Wa mutta shaleu, unakufa shahidi, umedhulumiwa. Fa abshir bil janna, bishara, hongera kwenda peponi. Omar akanyanyuka akamwambia, ya ibn Abbas, ewe mwana wa Abbas, aid hadha alkalama marratan ukhra, eburudia tena, na nafurahi kuyasikia. Eburudia tena, anza mwanzo. Ibn Abbas akarudia tena. Alipomaliza akamwambia, ya ibn Abbas, law kanat li ad-dunya wa ma fiha, laitani ningekuwa nimemiliki dunia na vilivyomo ndani yake, laftadaitu biha, ningevisukuma kuweka rahani, min hauli al-masra'i inda sakarati al-mauti, kwa sababu ya uchungu wa kifo nao upata sasa hivi, ningeweka rahani dunia yote. Mauti uchungu wake unampelekea Umar kutaka kutoa fidia ardhi yote ulimwengu mzima kama ingekuwa ni milki yake. Wa huwa man huwa, na yeye ndo yule tulomzungumza. Takuwaje siku ya sisi kuondoka ulimwenguni? Ya nafsu, ya nafsu qad wajabat, ya nafsu qad azifa ar-rahilu. Mmoja anazungumza na nafsi yake, na hakuna kitu kikubwa kama mtu kuzungumza na nafsi yake. Imam Ghazali ametafawaq katika ilmu ya akhlaq, alipojichimbia mahali hajulikani miaka 10. Alipotoka akatoka na kitabu kinaitwa Ihya Ulumuddin, ambacho ulama wamekubali kwamba mazuri mengi yamo ambayo hajawahi kuandika mtu yoyote mwingine kuhusu siri za nafsi. Japokuwa kila mwanachuoni au kila alim ana mapungufu yake, lakini wanakubali kama hakuna katika watu walioandika kitabu kama Ihya katika masala ya nafsi, kalamun murakkaz, hakuna kama mtu za kuzungumza na nafsi yake. Hasib nafsaka qabla an tuhasab, ihisabu nafsi yako kabla haijahesabiwa na mwenyewe muumba. Ukae nyumbani kwako unaihesabu nafsi yako, unaiangalia hii nafsi hasa kama itaondoka sasa hivi ulimwenguni, kuna yepi na yepi na yepi na yepi mazuri, na kuna yepi na yepi na yepi na yepi mabaya. Mwenyewe tu jifanyie mwenyewe tu marekebisho, kwani Allah anasema balil insanu ala nafsihi basira. Unajijua, unajitambua mwenyewe. Binadamu anajijua mwenyewe kuliko anavyojulikana na watu wake wanaomzunguka. Sasa watu hata wakisema lolote hawawezi kusema uhakika hasa ulivyo mwenyewe katika nafsi yako. Watu wanasema wewe unajionyesha, wewe ni ria wewe, lakini mwenyewe unajua unafanya nini. Watu watajua kwamba wewe hukutoa isipokuwa unataka watu wakuone. Wewe mwenyewe unajua ni kitu gani kilichokuwa nafsi yako. Basi sema na nafsi yako, zungumza na nafsi yako, iambie nini? Ya nafsu qad azifa ar-rahilu wa adallaka al-khatbu al-galilu. Ya nafsu, ewe nafsi, safari imekaribia, na safari hii si safari ya kwenda Europe au Ulaya ambao tunagombania. Vijana tumefilisika kwa sababu ya kwenda Ulaya, wengine mitaji tuliopewa yote imekwisha, bado nang'ang'ania. Tulikuwa tukisimama tawabiri katika safara ya Inglaterra kwa ajili ya kutaka kwenda, wanasema kujiripua, na ya raita mwenye kujiripua yoyote anaungua, sijui mpaka mfupa utaungua. Basi sikiliza nafsi yako inakuambia nini. Ya nafsu qad azifa ar-rahilu, ewe nafsi, safari imekaribia. Safari ya wapi hiyo ndugu yangu? Safari ya wapi? Ila rabbika yawma idhinil masaq, unakwenda kwa Mola wako siku hiyo. Waltafati saqu bisaqi ila rabbika yawma idhinil masaq. Iltafati saqu bisaq,
Mtu ana miguu miwili, sasa muundi mmoja upanda juu ya muundi mwingine. Wakati gani? Wakati wa kufungwa sanda na kafani. Ndio huwa anaozungumza Mwenyezi katika suratul Qiyama, ila rabbika yawma idhinil masaq, unapelekwa kwa Mola wako siku hiyo, ewe mwanadamu. Kumbuka, iambie nafsi yako, ya nafsu qad azifa ar-rahilu wa adallaka al-khatbu al-jalil, na jambo kubwa limewasili litakufunika. Jambo kubwa ni lipi? Mauti. Ya nafsu la yaghurrannaka al-amalu at-tawilu, ewe nafsi zisikupumbaze matumaini ya muda mrefu, isikudanganye starehe za muda mrefu. Fallailu mahma tala fala budda min tulu'i al-fajr, usiku uwe mrefu utakapokuwa, lakini alfajiri itachomoza. Wal umru mahma tala fala budda min dukhuli al-qabr, na umri uwe mrefu utakavyokuwa, lakini siku moja utaingia kaburini. Ikumbusha nafsi yako hai. Alayka bitaqwa Allah in kunta ghafilan yatika bil arzaq min haythu la tadri fakayfa takhafu al faqra wallahu raziqan faqad razaqa al usfura wat tayra fil bahri wal huta fil bahri wa man dhanna anna ar rizqa yati bi quwwatin ma akala al usfuru shay'an ma'a an nisri wa man 'asha 1000 wa 2000 sanatan fala budda min yawmin yasiru ila al qabri. Siku moja utakwenda tukaburini, ndugu yangu Muislamu, mimi na wewe, kitakachokufaa kule amali zako. Ya nafsu la yaghurrannaka bika al-amalu at-tawil, ya nafsu latanzilanna bimanzilin, ya nafsu latanzilanna bimanzilin yunsi al-khalila bihi al-khalil, ya nafsu wala yarkabanna alayka min ath-thara, ya nafsu latanzilanna bimanzilin yunsi al-khalila bihi al-khalil. Ewe nafsi, utashuka katika sehemu ambayo rafiki atamsahau rafiki wake, mpenzi atamsahau mpenzi wake, mume atamsahau mke wake, na mke atamsahau mume wake, na baba atamsahau mwanawe, na mama atamsahau babake, na kila mmoja atamsahau mwenzake. Wapi hapo? Katika mwana ndani, katika kabri. Tallahi law asha al-fata fi dahrihi alfan min al-a'wami malika amrihi mutanaiman fiha binu'ma asrihi mutaladhdhidan fiha bikulli nafisatin la ya'tarihi fiha as-suqmu marratan kalla wala taridu al-ghumum bibalihi ma kana kullu dhalika bi an yafi bimabiti awwali laylatin fi qabrihi. Anasema uishi ulimwenguni iwe huna unachokihitaji isipokuwa umekipata: kula, kulala, kuishi, maisha yote mazuri unayoyajua wewe iwe unayo, Mungu amekupa, alafu huugui hata unywele wala ukucha, alafu kila facility za maisha bora unayo. Haya yote na umri wa miaka 1000 Mungu akupe, iwe unatamata katika ulimwengu, lakini hizi neema zote utazisahau siku utakapowekwa katika mwana ndani. Ule usiku wa kwanza kaburini utakusahaulisha. Latanzilanna bimanzilin, utashuka katika mashukio ambayo yunsi al-khalila bihi al-khalilu, yatamsahaulisha mpenzi kumsahau mpenzi wake. Wala yarkabanna alayka min athara, na utamiminiwa juu ya kichwa chako na mgongo wako michanga. Himlu thaqilu, mzigo mkubwa, alafu watu watawanyike wakuache wewe na Mola wako. Mola wako akuulize, ya abdu raja'u wa tarakuka wa fi at-turabi dafanuka walau dhallu ma'aka ma nafa'uka wa lam yabqa laka illa ana wa ana al-hayyu alladhi la amut. Wamekuleta, wamekuacha, na hata ungebaki nao baada ya kufa kwako wasingekufaa na kitu chochote, na umeletwa hapa, hakuna mwingine isipokuwa ni mimi Mola wako, niko nawe na mimi sifi, niko hai. Umekuja na kitu gani hapa? Mola mmoja anakuuliza. Kisha kufa pale, sunna, Mtume anasema jeneza huwa linazungumza, linaambia qaddimuni qaddimuni, nipelekeni haraka, nipelekeni haraka. Kwa nini linasema nipelekeni haraka? Kwa sababu Mtume anasema mtu anapotolewa roho ikiwa ni Muislamu, malaika umwambia ile roho, ukhruji ila rahmatin min rabbika wa rabbin radin anka ghayr ghadban,
Nenda katika neema za Mola wako, unasubiriwa. Sasa we umekufa, watu wanakuweka, wanasema yuko mwingine London, yuko mtoto wake mwingine Marekani, yuko mwingine yuko Canada. Siku 4 hujazikwa unawekwa. Kumbe Mtume anasema yule pale wanasema qaddimuni, qaddimuni, nipelekeni, nipelekeni, mbona mnanichelewesha? Kipi anachokikimbilia kule? Neematullah, ni zile neema alizobashiriwa zinamsubiri. Kama vile wewe mtu fulani ambavyo ukialikwa kuna hafla ya tarab na ukawa una nguo yako, umenunua suti yako ghali, au wewe mwanamke umenunua hii 400,000 500,000 nguo yako, unataka kila mmoja aione katika masma'i nasi na mar'a nas, basi unaona unachelewa. Mbona anachelewa huyu? Kama umemwita taksi anachelewa huyu. Qaddimuni, qaddimuni, haraka, nipelekeni, nipelekeni. Nini? Nataka watu waone kile kipya ulichokuja nacho. Nataka watu waone ile fahari ya nguo uliokuwa nayo. Nataka watu waone yale mambo uliyowaletea. Watu waone unavokatika. Watu waone ulivyokuwa mzuri. Watu waone. Qaddimuni, qaddimuni. Na maiti usema qaddimuni, qaddimuni, mbona mnanichelewesha? Kuna neema huko. Mungu ameniambia ukhruji ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, akusema khuruji, irji'i, rudi ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kuna radhi za Mungu zinakusubiri, kuna neema za Mwenyezi Mungu zinakusubiri. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu thumma madha wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa abshiru bil janna. Ndio maana anasemaje? Qaddimuni, qaddimuni. Anasema idha hamaltumul janaza ala aktafikum fima mana, mukibeba jeneza katika mabega yenu, fa in kanat saliha, likiwa ni la mtu mwema, fa khairun ma tahmilunaha, mujue mnabeba chema katika mabega yenu. Wa in kana ghairu dhalika, na ikiwa ni ovu jeneza hilo, fa sharrun tahmilunaha, ni kitu kiovu kibeba katika mabega yenu. Kwa hiyo ikiwa ni chema kipelekeni haraka, na hata ikiwa ni kiovu pia kipelekeni haraka, kwa sababu kiondoke haraka katika mabega yenu. Ndo lisanul hali ya wabebaji maiti. Ikiwa ni mwema, qaddimuni, qaddimuni. Ikiwa ni mwovu, sharrun tahmiluna ala a'naqikum, kitu kiovu mno mmebeba juu ya mabega yenu. Basi ili mkiondoe katika mabega yenu, fanyeni haraka kumpeleka huko anakokwenda. Ardhi namsubiri, kabri namsubiri. Nasema sayadurruhu alqabru wa sayadhummuhu hatta takhtalifa atla'uhu, takwenda kumbana kaburi mpaka mbavu zipishane, za kulia ziende kushoto na za kushoto ziende kulia. Bado ni testi ndogo tu hiyo, na mengine makubwa. Summa tuftahu lahu abwabun nar, anafunguliwa milango ya moto, anaambiwa tizama makazi yako. Allahumma la taj'alna minhum ya rab. Ikhwatal iman, biidhnillahi tabaraka wa taala, namuomba Mwenyezi Mungu azza wa jalla ulimwenguni atujalie ni wenye kutengeza historia njema kwa chote alichotupa ya Rab. Ajalie tuache basamati tukiondoka, watu watutaje kwa kheri, ila wale maadui watatutaja kwa shari, ambazo shari hizo zitarudi katika nafsi zao. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a wa la'allaha sa'ata al-ijabah an tuyassira alayna umurana, umur ad-dunya wal akhirah, waqdi jami'a hajatina. Allahumma asrif 'anna as-su'a bima shi'ta wa kayfa shi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir.
اللهم أخرجنا من الشقاوة إلى السعادة، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الذل إلى العز، ومن السخط إلى الرضا، ومن النار إلى الجنة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصل وسلم على النذير البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين.